Na kusalimia kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye moto lao. My name is Prophet and Pastor Charles Iromo, Ambassador of God worldwide. All nabii na mchungaji Charles Iromo, balozi wa Bwana duniani. Mungu amenipa ujumbe nikuletee leo unaosema fahamu madhara ya roho ya fitina, au jua madhara ya roho ya fitina. Kabla sijaelezea hilo kwa kina, naomba nisome neno la Bwana. Methali 10:12. Neno la Mungu linasema hivi: kuchukiana huondokesha fitina. Neno la Mungu linasema kuchukiana huondokesha fitina. Kwa lugha nyepesi, neno la Mungu linasema hivi: kuchukiana ndio chanzo cha fitina. Na kwa lugha nyingine, kuchukiana kunaleta fitina. Kwa nini nakupasa kuifahamu madhara ya roho ya fitina? Kwa sababu roho ya fitina ina madhara makubwa sana. Roho ya fitina inaweza ikamtenga ndugu na ndugu wasiongee, wasifanye mambo kwa pamoja, wasiwe na umoja. Roho ya fitina inaweza ikamtenga ndugu na ndugu wasiongee miaka mingi au michache. Roho ya fitina kazi yake kubwa ni kuondoa umoja wa kweli. Roho ya fitina kazi yake kubwa ni kufanya watu wasipendane. Roho ya fitina kazi yake kubwa ni kuwagombanisha watu, kuleta chuki kati ya mtu na mtu, kuleta magomvi. Roho ya fitina inaweza kumgombanisha jirani na jirani wasiongee. Inaweza ikamtenganisha rafiki na rafiki wasiongee. Inaweza ikamtenganisha mume na mke wasiongee. Inaweza ikawagombanisha wanasiasa kwa wanasiasa wasiongee, au bosi wa ofisi fulani na bosi wa ofisi fulani wasiongee. Roho ya fitina inaweza ikamgombanisha bosi na wafanyakazi wake. Roho ya fitina inaweza ikamgombanisha mbunge kwa mbunge wasiongee, gavana kwa gavana wa jimbo fulani na gavana wa jimbo fulani wasiongee. Roho ya fitina ina uwezo wa kugombanisha waziri fulani na waziri wa wizara fulani wasiongee. Roho ya fitina inaweza kumgombanisha mfalme na wananchi wake anaoongoza. Inaweza kumgombanisha rais na wananchi wake. Inaweza kumgombanisha rais na viongozi mbalimbali waliopo chini yake. Roho ya fitina inaweza kumgombanisha waumini na mchungaji wao, au na askofu wao, au na nabii wao, au na mwinjilisti wao, au na mwalimu wao. Kwa lugha nyepesi, roho ya fitina inaweza ikagombanisha waumini na mtumishi wao, na mtumishi wa Mungu. Roho ya fitina ikitenda kazi mahali, madhara yake ni makubwa sana. Roho ya fitina inaweza ikamzuilia mtu asipande cheo kwa muda wa miaka mingi ofisini kwake. Kisa cha kutokupandishwa cheo kwa sababu tukapigwa fitina.
Na roho ya fitina inaweza ikafanya mtu asipandishwe mshahara. Roho ya fitina inaweza ikamzuilia mtu asipate baraka fulani anayotakiwa kupata kwa wakati. Kwa lugha nyingine, roho ya fitina inaweza ikapostpone baraka za mtu, inaweza ikaahirisha baraka za mtu za kupata leo akapata miaka ijayo. Roho ya fitina chanzo chake, kama neno la Mungu linavyosema, Methali 10:12, ni kuchukiana. Nguvu ya fitina, chanzo cha roho ya fitina ni kuchukiana. Na roho ya fitina inafanya kazi kwa kushirikiana pamoja na roho ya uzushi na uongo. Roho ya fitina inaweza ikamfanya mtu akashusha cheo, na inaweza ikamfanya mtu asipandishwe cheo. Naomba nikuambie jambo moja, Mungu wa mbingu na nchi huwaga anaifuatilia sana hilo. Nikisoma Yeremia 11:9, Yeremia 11:9, neno la Mungu linasema hivi: naye Bwana akaniambia, fitina imeonekana katikati ya watu wa Yuda na katikati ya wenyeji wa Yerusalemu. Mungu waga anaiangalia roho ya fitina ili aishughulikie. Kwa nini? Roho ya fitina ni silaha namba 3 ya Shetani anayotumia kuleta uharibifu. Silaha ya kwanza ya Shetani ni mauti. Silaha ya pili, roho za uzinzi na uasherati. Silaha ya tatu ni fitina. Neno la Mungu nasema Yeremia 11:9, Mungu waga anaiangalia na kuifuatilia roho ya fitina ili aishughulikie. Na neno la Mungu linasema hivi: siku moja mfalme Dario alikuwa anawaza kumpandisha cheo Daniel, lakini ikatengenezwa fitina ili Daniel asipande cheo. Ukisoma Daniel 6 mstari wa kwanza mpaka wa 24, neno la Mungu linasema mfalme alikuwa amekusudia ampandishe cheo Daniel, lakini kuna baadhi, hebu naomba nisome, itakuwa vizuri zaidi kwa haraka japo mistari michache. Neno la Mungu nasema hivi, Daniel 6 tasoma 1 hadi 4 hadi 24, utaendelea mwenyewe. Neno la Mungu nasema hivi: ilimpendeza Dario kuweka juu ufalme na maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3. Alikuwa mmoja wao maliwali hao watoe hesabu kwa mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimia kumweka juu ya ufalme wote. Mstari wa 4, basi mawaziri na maamiri wakatafuta kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya mfalme, lakini hawakupata, kwa kuwa sababu hawakuona kosa, maana alikuwa mwaminifu wala halikuonekana na kosa wala hatia. Nachotaka kusema ni nini? Mfalme alitaka kumpandisha cheo Daniel, mawaziri na maamiri hawakufurahi, wakamtengenezea fitina. Na ile fitina, neno la Mungu linasema kwa habari ya mambo ya kazini hawakupata kosa, ikabidi watengeneze sheria
ili wamnase Daniel kwa habari ya Mungu wake. Wakasema hivi, mtu yoyote, wakatengeneza sheria na wakamsainisha mfalme bila kujua hila yao. Wakasema mtu yote ndani ya siku 30 asimwabudu Mungu mwingine isipokuwa mfalme Dario. Ukisoma hii Danieli 6:12 utakutana hiyo habari. Basi wakafanikiwa kutengeneza ile sheria, na ukisoma Danieli 6:16 kuendelea, nimekwambia utasoma mpaka 24. Danieli akaabudu kama kawaida yake, kumbe wenzake wamemtengenezea sheria. Na baada ya hapo Danieli akapigwa fitina mpaka akatupwa kwenye tundu la simba. Kwa nini? Roho ya fitina iliinuka ili kumzuilia Danieli asipande cheo. Na tunataka kusema ni nini? Saa nyingine unaweza ukawa unatakiwa upandishwe cheo au pewe cheo fulani, roho ya fitina ikasimama kwako kama kizuizi. Lakini kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu aliye moto lao, kuanzia leo natangaza roho ya fitina haitasimama mbele yako, wala haitafanikiwa kukuzuilia usipande cheo, wala usipate baraka ambayo Mungu ameikusudia kwenye maisha yako. Sema amen kwa jina la Yesu aliye moto lao. Na tunataka kusema ni nini? Roho ya fitina ikamtengenezea mashtaka kupitia mawaziri na maamiri ya uongo kwa habari ya Mungu wake. Wakasema siku 30 ataabudiwa Mungu yote zaidi ya mfalme. Danieli akaendelea kumwabudu Mungu wake, wakapata sababu, wakafikisha mashtaka kwa mfalme. Ikaendelea mfalme, kwa mujibu wa sheria aliyosaini mfalme, ikabidi Danieli atupwe kwenye tundu la simba ili aliwe na simba. Ukisoma Danieli 6:1 mpaka 24, neno la Mungu linasema, Bwana wa mbingu na nchi akatuma malaika akafunga makano ya simba, yani vinywa vya simba. Hawakuweza kumla Danieli wala kummeza wala kuvunja mifupa yake. Neno la Mungu linasema mfalme kesho yake akashangaa Danieli hajamezwa na wale simba. Neno la Mungu linasema mfalme alipomkuta Danieli kwenye tundu la simba yuko hai, usiku kucha hajaliwa wala hajamezwa na simba, mfalme akasema, wale waliompiga fitina Danieli, wale waliomtengenezea mabaya, na mimi nataka niwatupe wao badala ya Danieli. Na neno la Mungu linasema wakatupa wale mawaziri na maamiri waliomtengenezea fitina na familia zao, yani mke na watoto, na wote wakamezwa na simba, wakavunjwa mifupa yao kabla hawajafika chini. Kwa nini? Na tunataka kusema ni hivi, Mungu wa mbingu na nchi anaweza kukushindia vita ya roho ya fitina isisimame mbele yako, na hata ikijaribu kusimama Mungu anaweza kaivunja isisimame mbele yako tena. Kwa nini? Mungu amekusudia kuiangamiza kwenye maisha yako roho ya fitina. Kwa nini? Roho ya fitina si roho njema, ni roho inayopaswa kuangamizwa kila wakati. Na neno la Mungu linasema hivi, kwa neno la Mungu linasema hivi, watu wengi kwenye maisha yao wamekutana na roho ya fitina. Hata ukisoma kitabu cha Esta 3, neno la Mungu linasema Amani alipopandishwa cheo akatengeneza fitina kati ya Wayahudi na mfalme Ahasuero, yani kati ya Wayahudi na rais kwa lugha ya leo na mfalme Ahasuero. Lakini pamoja na kutengeneza fitina, Mungu wa mbingu na nchi ni mwaminifu. Ukisoma Esta 8:7, neno la Mungu linasema Mungu akamkamata, neno la Mungu linasema Mungu akamtia kwenye mikono ya mfalme Haman Mwagagi. Na Mungu akamtia kwenye mikono ya mfalme na kwenye mikono ya Esther Mordekai, na ule msalaba aliokusudia kumtundika Mordekai na kuangamiza Wayahudi, neno la Mungu linasema ule msalaba akatundikwa Haman na Wayahudi wakawa salama. Siku ya kuangamizwa wao wakaangamizwa maadui zao badala yao. Kwa nini? Nachotaka kusema ni nini? Zote hizi ni kazi za roho ya fitina. Nachotaka kusema ni nini? Roho ya fitina ilishia kumgombanisha Daudi na mtoto wake Absalom. Nachotaka kusema ni nini? Ni kweli roho ya fitina inaahirisha baraka za watu mbalimbali. Ni kweli inazuilia watu wasipande cheo. Ni kweli inagombanisha ndugu na ndugu, rafiki kwa rafiki, mwanasiasa kwa mwanasiasa, bosi na wafanyakazi wake. Roho ya fitina
ina madhara mengi, lakini leo Mungu wa mbingu na nchi amekusudia tuiangamize. Na mimi natangaza kwa jina la Bwana wa majeshi, kuanzia sasa roho ya fitina haitatenda kazi kwenye maisha yako. Na neno la Mungu linasema lazima roho ya fitina ishughulikiwe. Ukisoma Zaburi 55:9, roho ya fitina, neno la Mungu linasema lazima ishughulikiwe kwa lugha, kwa namna ya kuchafua lugha ya wale waliokupangia fitina waserewani. Na ukisoma Methali 11:6, Mungu anasema lazima roho ya fitina ishughulikiwe. Na neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Methali 26:20, neno la Mungu linasema hivi, neno la Mungu linasema hivi, Methali 26:20, moto ufa kwa kukosa kuni, na bila mchongezi fitina ukoma. Neno la Mungu linasema roho ya fitina lazima ishughulikiwe. Hebu naomba nikuombee, naomba nifunge roho ya fitina kwenye maisha yako, isitende kazi, isizuilie baraka zako, isigombanishe na watu, isizuilie usipande vyeo, isifanye ushushwe vyeo. Roho ya fitina ina uharibifu mwingi, lakini limempendeza Mungu wa mbingu na nchi, na amenipa upako maalum wa kuipiga, kuifunga na kuiangamiza kwenye maisha yako, isitende kazi. Naomba nikuombee. Bwana wa mbingu na nchi, imeandikwa Mathayo 16:19, takalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Ninaifunga roho ya fitina ndani ya mtu wako, mtoto wako anayenisikiliza. Natubu kwa ajili yake, juu ya mtu anayenisikiliza, mtoto wako, mtu wako, natubu kwa ajili yake. Na naifunga roho ya fitina kama ilivyoandikwa Mathayo 16:19, kwa jina la Yesu aliye moto lao, isitende kazi tena kwenye maisha yake, isimfanye ashwe cheo, isimzuilie asipande cheo, isimgombanishe na mabosi wake na viongozi wake, isimgombanishe na ndugu na marafiki na watu mbalimbali. Naifunga roho ya fitina kwako kwa mamlaka yote ya Kristo na nguvu zote za Kristo, na iangamiza na kuiteketeza kwa moto wa Bwana ulao mpaka majivu, na kazi zake zote kwa mamlaka yote ya Kristo na nguvu zote za Kristo, na iangamiza bara zinazohitajika kwa moto wa jehanamu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Bwana ulao, na kwa damu ya Yesu. Naifunga kuanzia leo, naitisha chini ya miguu ya Yesu na chini ya miguu yangu, na iangamiza mara zinazohitajika kwa moto wa Bwana ulao, isitende kazi kwako kwa jina la Yesu aliye moto lao. Naifuta kwenye paji la uso wako alama na kwenye viungo vyako vyote, mifupa yako yote, nafuta alama ya kufitiniwa kwa mamlaka ya damu Yesu na kwa nguvu ya damu Yesu, na kufungua katika kifungo cha kufitiniwa na kuweka huru kwa mamlaka yote ya Kristo na nguvu zote za Kristo. You are be free by blood of Jesus, mara infinity, kwa jina la Yesu aliye moto lao. Kuanzia sasa, kama vile mashariki na magharibi sivokutana na kufarakanisha na roho ya fitina, hutakutana nayo kwenye maisha yako kwa jina la Yesu aliye moto lao. Sema amen. Mungu akubariki. Taendelea kuombea. Asante kwa kunisikiliza. Ubarikiwe sana. Amen.